Ni siku nyingine tena katika harakati za Yanga kusaka kocha mkuu mpya zimeingiliana katika hatua mpya baada ya klabu hiyo kuanza mazungumzo na kocha raia Afrika Kusini Fadul Davis aliyewahi kuwa sehemu ya benchi la ufundi la Simba. Uongozi wa mabingwa hawa Tanzania bara unatajwa kuwa Fadul kwenye orodha ya makocha wanaopewa kipaumbele kuelekea maandalizi ya msimu mpya. Fadul ambaye pia aliwahi kufundisha Raja Club ya Morocco, lakini pia amejijengea heshima kubwa katika soka la Afrika kutokana na uzoefu wake wa kufundisha katika ligi kuendelea kufundisha katika ligi. Lakini sifa hizo zimemfanya kuwa moja wa makocha wanaovutia viongozi wa Yanga katika mchakato wa kutafuta mrithi wa benchi la ufundi. Taarifa zilizopo zinaweza kuwa rais wa Yanga Hersi Said tayari amefanya mawasiliano na wakala wa kocha huyo na kuwasilisha nia ya klabu hiyo kumtafuta kumsajili. Hata hivyo, uamuzi wa mwisho bado haujafanyika huku pande zote zikiendelea kuwa na mazungumzo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Fadul anatarajiwa kusafiri kwenda Cape Town, Afrika Kusini wiki hii kwa ajili ya kukutana na wakala wake. Chanzo cha habari kimesema mkutano huo unatarajiwa kujadiliwa mustakabali wa pamoja na ofa mbalimbali ambazo tayari zimewasilishwa kutoka ndani na nje ya Afrika. Yanga si klabu pekee iliyowania huduma za kocha huyo bingwa wa Sudan Al Ahly, lakini nao wameonyesha nia ya kumsajili Fadul. Kuwa mazungumzo ya awali kati ya pande zote mbili tayari zimeanza mawasiliano, lakini ushindani huo unaifanya hatma ya Fadul kubaki mikononi mwake, kwani anatarajia kuipatia kwa umakini kila ofa atakayopokea kabla ya kufanya maamuzi wa klabu atakayoihudumia katika msimu ujao. Kwa hiyo tunaona hapa vita ni kubwa, bado anatafuta pande zote mbili. Lakini pia Fadul pia aliwahi kufundisha Raja Black, lakini pia kutokana na uzoefu wake ndio unampa sifa ya kuwaniwa ama kugombaniwa pande zote. Tunamwona huyu alishawahi kufanyia kazi Simba, tukaona matokeo yake akaondoka, lakini sasa hivi hawa Yanga wanahitaji tena kumrudisha kwa mara nyingine. Kwa hiyo endelea kutufuatilia, usichoke kututazama. Hii ni Gift Online TV.